Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, spika wa baraza la wawakilishi, Mheshimiwa Hamis Ramadhan Abdallah, jaji mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Mwinyi Talib Haji, mwanasheria mkuu wa Zanzibar, naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar, pamoja na wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu wa Chama cha Mapinduzi mliopo, Sheikh Hassan Othman Gwali, kadhi mkuu wa Zanzibar, naibu mufti mkuu wa Zanzibar, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wapya, Mhandisi Zena Ahmed Said, katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi, viongozi wa vyama vya siasa mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wageni waalikwa, ndugu wananchi, habibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika tukio hili muhimu la uapishaji wa waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri niliowateua tarehe 13 Novemba mwaka huu. Napenda kutumia fursa hii kuwashukuru waalikwa nyote mliohudhuria katika hafla hii. Na vishukuru vyombo vyote vya habari vinavyowatangazia wananchi tukio hili pamoja na wananchi wanaotufuatilia kupitia vyombo mbalimbali. Kwa mara nyingine nawashukuru mawaziri na naibu mawaziri kwa kupokea na kukubali uteuzi nilioufanya, na nawapongeza kwa kukamilisha kwa salama hatua hii ya uapisho, na hivyo bila shaka sasa wako tayari kuyakabili na kuyatekeleza majukumu yao. Kabla sijaendelea, napenda nitoe ufafanuzi kidogo kama siku ya uteuzi nilipozungumza na waandishi wa habari kuelezea mambo machache ambayo tumefanya mabadiliko, na haya naelezea tena kwa ajili ya uelewa. La kwanza, tumeacha nafasi 4 wazi za mawaziri, na ikiwezekana baadhi yake pia zinaweza zikawa na naibu mawaziri. Na tumeacha nafasi hizi wazi kwa sababu bado tunaamini kwamba uwezekano au matakwa ya kisheria ya kikatiba ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa bado inawezekana. Wenzetu wamepata viti 10 katika baraza la wawakilishi, ukizidisha kwa idadi ya wizara ambazo ni 20 ni 200, ukigawa kwa 50 ni nafasi 4 ambazo wanatakiwa wapate wao. Nimeziacha kwa sababu bado tuna kila sababu ya kuamini kwamba serikali ya umoja wa kitaifa ina maslahi kwa nchi yetu, na kwa hivyo tuendelee kuzungumza ili tufikie mwafaka wa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. La pili ni uamuzi wa kuweka wizara mpya 2, na kama nilivyosema si mpya kabisa, bali kwa umuhimu wake kama wizara kamili. Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Hili ni kwa sababu wakati wa kampeni nilisikia kilio cha vijana juu ya uwezekano wa kuwapatia ajira na juu ya uwezekano wa Kwa hivyo tumeunda wizara hii ifanye kazi hiyo. Kuna kazi maalumu ya kuhakikisha vijana wetu wanapata ajira na vijana wetu wanawezeshwa kiuchumi. Lakini ya pili ni mawasiliano, teknolojia ya habari na ubunifu. Wizara hii ina umuhimu sana katika dunia ya sasa. Dunia ya sasa inakwenda kidijitali. Hatuwezi kuendelea kufanya mambo kizamani. Lazima sasa hivi huduma zote za serikali zitolewe kwa mtandao. Lazima sasa hivi makusanyo yote ya fedha za serikali yakusanywe kimtandao. Lazima huko tunapokwenda tuhakikishe kwamba ufanisi unaongezeka kwa sababu ya kutumia mitandao. Na ili tuweze kufanya hayo, kuna mambo makubwa yanayohitajika kwa maana ya miundombinu ya kimtandao, lakini vile vile mifumo ya kimtandao. Kwa hivyo wizara hii ipo kwa ajili ya kazi hiyo, kuhakikisha katika miaka 5 ijayo tunapiga hatua kubwa ya kubadilisha matumizi ya utoaji wa huduma
na ukusanyaji wa mapato ya serikali kwa njia ya kimtandao, yani transformation. Tupunguze idadi ya wizara ambazo ziko chini ya ofisi ya rais moja kwa moja. Zilikuwa 5: Ikulu, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, TAMISEMI na idara maalum, lakini vile vile kulikuwa na Fedha na Mipango pamoja na Kazi na Uwezeshaji. Sasa 3 zitabaki chini ya Ikulu moja kwa moja, na ambayo ni Ikulu yenyewe, Utumishi kwa maana Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, pamoja na tawala za mikoa, serikali za mitaa na vikosi au idara maalum za SMZ. 2 tumezitoa zijitegemee kwa maana ya Fedha na Mipango na Kazi na Uwekezaji. Baada ya kuyasema haya, sasa nilipata swali siku ile kwamba unatumia vigezo gani kuteua. Nikatoa ufafanuzi, napenda niurejee. Kwa kweli tunaangalia mgawanyo wa kimikoa kwanza. Katika mikoa yetu 5 lazima tuwe tuna uwakilishi katika baraza. Lakini vile vile tunaangalia jinsia. Ni muhimu tuwe tuna uwakilishi kwa jinsia zote. Tunaangalia uzoefu, tunaangalia elimu, lakini vile vile tunaangalia utendaji. Wapo ambao wamefanya kazi katika baraza lililopita na ambao wapya tutawapima kuanzia sasa. Waliotangulia wao wanajua, nimeshawaambia kwamba nataka kasi ile isiwe ile, tuwe tuna kasi mpya huku katika awamu hii ya pili ya serikali ya awamu ya 8. Kwa hivyo wakati huu nadhani nikiwaeleza waliopewa dhamana hii kwamba si wakati wa kwenda kufanya sherehe, ni wakati wa kwenda kutafakari kwa kiasi gani tutakidhi matarajio ya watu. Nyinyi ni mashahidi kwa sababu nyote ni wanasiasa. Tumefanya kampeni hapa na tumetoa ahadi lukuki. Ilani yetu ya uchaguzi ina ahadi nyingi. Mpango wa maendeleo wa Zanzibar ZADEP una ahadi nyingi, lakini dira yetu ya mwaka 2050 ile ina mambo mengi. Haya yote ni wajibu wetu sisi ambao tumepewa dhamana kuhakikisha kwamba yanatekelezwa. Kwa hivyo tukakae tufanye kazi. Natambua sasa hivi mko katika semina inayohusiana na nafasi zenu katika baraza la wawakilishi. Malizeni semina hiyo, mtambue majukumu yenu kwa baraza la wawakilishi, na baada ya hapo tutafanya kikao kazi. Huku serikalini hatutofanya semina, tutafanya kikao kazi cha siku moja kuelezana matarajio, au niseme kukuelezeni matarajio yangu kwenu, ili tukitoka kwenye kikao kazi hicho basi watu wakafanye kazi. Na safari hii kutakuwa kuna tathmini. Hakutokuwa na miaka 5 ya kwenda tu. Kila mwaka tutakuwa tuna tathmini ya kila idara, kila wizara, ili kuhakikisha kwamba tunavyotaka ndivyo tunavyokwenda. Katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu yenu, viongozi niliowapisha leo, napenda kutumia fursa hii kukuelezeni mambo machache yafuatayo. La kwanza, kila waziri na naibu waziri ana wajibu wa kuijua vyema yake kimuundo na majukumu yake na taasisi zilizo chini yake haraka iwezekanavyo. Natambua kuna baadhi yenu mtakuwa mmebaki pale pale, lakini hii haiondoi wajibu wa kuhakikisha kwamba unapitia tena majukumu ya wizara, muundo wa wizara na taasisi zilizo chini yako, kuhakikisha kwamba unaielewa vizuri na tayari kwa kazi. La pili, kila mmoja wenu ana wajibu wa kutengeneza mpango kazi maalum ambao utaweza kutekeleza ahadi zetu, ahadi za ilani, ahadi za mpango wa maendeleo, ahadi zangu katika kampeni na ahadi zilizokuwa kwenye dira ya mwaka 2050. Hili lifanyike haraka iwezekanavyo. Hatutaki kukaa tukasema tunajipanga, tunataka tuanze kutekeleza mara moja. Bahati nzuri makatibu wakuu hata tukichukua muda kupanga, waliokuwepo wanafanya kazi, wanatakiwa wafanye kazi bila kusubiri chochote.
Na hapa niseme, ndugu makatibu wakuu, msisubiri kitu, tunaendelea na kazi. La tatu, kila waziri na naibu waziri ana wajibu wa kuitambua na kutembelea miradi yote inayotekelezwa na wizara yake, na azingatie hatua za utekelezaji, kiwango cha ubora na thamani yake, na utaratibu wa malipo na muda wa ukamilishaji wa miradi husika. Miradi ni kitu muhimu sana cha kufanyia kazi. Ningependa safari hii watu wasikae ofisini, tuwe site. Mara zote wananchi wanalalamika kwamba mambo haya, yani changamoto hazipatiwi ufumbuzi kwa sababu watu wako ofisini. Tunataka tuwe site muda wote. Kuna tatizo linatatuliwa pale pale. Kwa hivyo mjipange kuhakikisha kwamba miradi hii inakwenda kwa wakati unaotakiwa na changamoto zote zinatekelezwa mara moja. Kila mmoja wenu ana wajibu wa kusimamia uwajibikaji wa watumishi kwa kuzingatia utumishi wa huduma zinazotolewa kwa wananchi, pamoja na kuhakikisha kuwa kila mfanyakazi anapata stahiki yake. Hili ni uwajibikaji katika wizara. Tunalo tatizo la uwajibikaji katika wizara zetu. Ningependa nione kwamba tunasimamia uwajibikaji. Kila mmoja wetu aone ni wajibu wake watendaji waliokuwa chini yake kuwajibika. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Jingine ni kusimamia misingi ya utawala bora na kupiga vita rushwa, uzembe, wizi wa mali ya umma na ubadhirifu. Haya yapo na tunapaswa kuendelea kupambana nayo. Yote mambo ya maovu katika wizara zetu tuhakikishe tunayafanyia kazi kwa haraka. Mawaziri na naibu mawaziri, myafahamu na mzingatie kuwa mafanikio ya utekelezaji wa majukumu ya wizara yanategemea sana kuwepo kwa umoja na ushirikiano katika wizara. Hapa napenda niseme kitu kimoja. Katika awamu iliyopita hii, kipindi cha kwanza, ziko wizara watendaji walikuwa wanagombana. Waziri na katibu mkuu wanagombana, hawapatani. Waziri, naibu waziri, katibu mkuu. Jambo hili sitolivumilia tena. Nataka tuelewane kabisa. Hamna sababu ya kugombana katika wizara. Kukiwa kuna tatizo, tupo, makamu wa pili yupo, mimi nipo. Njoo uniambie ni nini kinachosababisha wewe ugombane. Sababu ukigombana wewe, waziri na katibu mkuu mkigombana, kazi haziendi kabisa. Inakuwa ni malumbano tu. Huyu kasema hivi, huyu kasema. Anachotaka huyu anazuia. Hii haiwezekani. Kwa hivyo hili ninalisema kwa sababu mifano ipo. Sitegemei haya yataendelea huku tunapokwenda. Tusimamie vyema nidhamu ya matumizi ya fedha za serikali kwa mujibu wa sheria, na pia kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato. Kila wizara ziweze kufanya hivyo kwa zile wizara ambazo zinakusanya mapato. Katika moja ya maeneo ambayo hatujafanya vizuri sana ni nidhamu ya matumizi ya fedha na ukusanyaji wa fedha. Wako baadhi ya watendaji mahodari sana wa kusema kwamba safari hii OC ndogo, lakini yeye mwenyewe hakusani kitu. Hii isiwe hivyo. Sasa hivi wote wanaotaka, ndio maana tunasisitiza kwenye mifumo. Lazima kuwe kuna mifumo ya ukusanyaji. Fedha zipatikane ndio OC itakuwa sawa sawa. Huwezi kutegemea OC nzuri wakati hakuna makusanyo. Kwa hivyo hili ninapenda kulisema. Makusanyo yataendana na matumizi. Hatuwezi kuwa tuna matumizi tusiyokusanya. Tukusanye kwanza, halafu tutumie, lakini matumizi yenyewe basi yawe ni matumizi yenye tija. Sio safari za kila siku. Na hili ninalisema, safari na mafuta imekuwa ni maeneo mawili yanayochukua fedha nyingi sana za serikali. Hakikisheni mnatatua changamoto zilizokuwepo. Huku tunapokwenda sasa hivi, nikishawaita watu mara moja mara mbili, mtu atambue kabisa kwamba hatekelezi majukumu yake. Tuhakikishe tunafanya marekebisho ya sheria ili kuongeza ufanisi katika utendaji wa majukumu ya wizara zenu, na kutoa ushauri wa kurekebisha sheria hizo
pale ambapo kikwazo kinakuwa ni sheria. Mara nyingi watu hawafanyi majukumu yao sawa sawa. Ukiuliza unaambiwa kuna sheria inakataza. Sheria tumetunga wenyewe. Kama ni kikwazo, si unaibadilisha? Sasa tusiwe watumwa wa sheria zetu. Kuna tatizo la sheria, tubadilishe sheria ili tuwe na ufanisi zaidi. Hili ni moja katika mambo ambayo mkayafanye kwa haraka, kama yapo, kama ndio kikwazo, sheria zibadilishwe ili tuweze kwenda vizuri. Muweke utaratibu wa kutoa taarifa za utekelezaji wa majukumu ya wizara, na hii ningependa kwamba sasa tuwe tuna taarifa za utekelezaji za robo mwaka. Kila wizara iwe na taarifa ya utekelezaji kila robo mwaka, na muwe tayari kuzungumza na vyombo vya habari na kuelezea mafanikio yenu, changamoto yenu na namna mnavyojipanga kutatua. Wizara nyingi hazitaki kuzungumza na waandishi wa habari, wanawakimbia. Going forward, ningependa kuona kila wizara, kila mara, iwe kwa mwezi, iwe kwa miezi miwili, kwa miezi mitatu mtakavyopanga, lakini kuwe kuna taarifa zinazotolewa kwa vyombo vya habari. Wananchi wanataka kujua. Mafanikio ni vema tukayatangaza, changamoto tukazisema, na jinsi gani tumejipanga kuzitatua. Kwa hivyo mfanye hayo. Nimalizie kwa kusema kuwa safari hii tutakuwa tuna mkataba wa kupima ufanisi wa utekelezaji wa majukumu ya viongozi katika wizara. Nadhani Ofisi ya Rais Utumishi wameshaandaa jambo hilo. Tutaliwekea mkazo wa kuhakikisha kwamba kila mmoja basi apimwe kwa utendaji wake. Kila mmoja apimwe kwa utendaji wake. Kwa hivyo madam tutakuwa tunapimana, wale ambao hawatofanya vizuri lazima tueleze kwamba wewe bwana hutufai kwa sababu hufanyi yale ambayo unatakiwa kuyafanya. Nimepewa pongezi nyingi baada ya kuchagua baraza, lakini vile vile watu wengi wamenitumia changamoto kwa njia ya message. Wakanambia tunakupongeza kwa sababu inaonekana kabisa kwamba hao waliowachagua watakusaidia. Lakini vile vile wakaniambia mambo mawili. Moja ni kasi ya utendaji. Wanasema tungependa kuona watendaji wenzako wana kasi kama yako. Sasa mimi hilo ninalichukulia kama napongezwa mimi kwa kasi yangu. Lakini kasi yangu lazima iendane na yenu, kwa sababu kasi yangu peke yangu haitoshi. Wenye wizara ni nyinyi, lazima muendane na kasi hiyo. Kwa hivyo safari hii tunataka kasi ya utekelezaji wa mambo yanayotakiwa kutekelezwa. Kwa hiyo ningependa niseme kwamba ofisi yangu na ofisi ya makamu wa pili zitakuwa wazi kwa ajili ya kupokea ushauri kutoka kwenu na kupokea au kutoa msaada wa yale ambayo yako juu ya uwezo wenu. Msisite kuja kutafuta ushauri na msaada. Lakini sasa hivi tutaweka mfumo mwingine wa kutathmini utekelezaji wa yale ambayo tunayapokea kwenye Sema na Rais. Lengo letu ni kwamba kusiwe na changamoto ambayo haipatiwi ufumbuzi kwa haraka. Kwa hivyo nikuombeni sana, mjitahidi kutoka ofisini, muende kwenye maeneo yenu ya utekelezaji kwa wananchi, kuhakikisha kwamba changamoto zao tunazitatua. Nahitimisha nasaha zangu kwenu kwa kukupongezeni tena na kwa kukushukuruni nyote kwa kukubali uteuzi. Sikumshauri hata mmoja kati yenu wakati nateua, lakini nyote mmekubali. Hakuna aliyekataa kuja kuapa leo. Maana yake ni kwamba mmekubali uteuzi wangu, na kushukuruni sana, na niseme tu kwamba nawatakia mafanikio katika utekelezaji wa majukumu yaliyokuwa mbele yenu. Baada ya kusema hayo, na kushukuruni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana.